Firdaus mathwakum. Wapenzi watazamaji, nichukue fursa hii kukuhusieni jambo moja. Nikuhusieni tujitahidi watu sana kujitibisha matatizo yanayohusika na mapepo, matatizo ya majini, matatizo ya uchawi, matatizo ya husda. Ni vitu ambavyo tupambane navyo kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu viko na madhara yake mengi wala si madogo. Barakallahu fikum. Miongoni mwa matatizo ya majini ni mtu kukosa usingizi au kupata usingizi mzito kupita kiasi. Yani mtu analala mpaka anaona too much. Kifupi, maradhi haya yananyanyasa kwa sababu miongoni mwa mashaka yake ni mtu kuwa na uoga muda wote. Unajua, mtu kuwa na hofu ni mtihani. Hasa akiambiwa kuna kitu anakichukulia uzito, moyo unamwenda mbio zaidi, na ni habari ya kawaida. Lakini saa nyingine anapata hisia kwamba atapata habari za matatizo, kwa hiyo anakuwa ni mwenye kuogopa. Kwa hiyo maradhi ya kuogopa yapo, lakini yanasababishwa na shetani, na shetani huyo anaitwa Al-Khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Al-Khannas huyo. Lakini sambamba na hivyo, miongoni mwa matatizo ya kimaibilisi ni mtu kupata maumivu kiuno sana, mgongo sana, miguu kuwaka moto. Yani mtu amechekiwa, hana sukari, hana chochote, lakini miguu inawaka moto hatari kweli kweli. Lakini baya zaidi, majini yanaweza kusababisha ukapoteza channel, uchumi ukaporomoka vyu baina shamsi wa dhuhaha. Mbao sema nimekanyaga mdudu gani? Yani inatia nuksi hii midudu hatari. Na washangaa wale wenzangu wanaosema, yani mtu anasema, "Sheikh, nataka uje uniombee dua." Namwambia, "Hayo ni majini, njoo tuyatoe." Ananiuliza, "Uyatoe yote? Kwani hamna mazuri?" Mazuri haingii kwako bwana. Jini mzuri wala hakuingii wewe. Na jini yoyote akikuingia, yani kama una itikadi ya kusema utafanikiwa, basi wako watu wengi sana wamefanikiwa kiuchumi na hawana hivyo vioja vya ajabu ajabu. Na wewe usikubali kushikamana na vitu kama hivi, ni mtihani tu basi khalas. Kwa hiyo shimeni kuzijali afya zetu dhidi ya madudu kama haya, mashetani kama haya, ni kitu cha muhimu sana. Lakini pia kurogwa kuko. Kwa hiyo ni vizuri sana tukakaa na kinga za kidua na kinga za silaha. Miongoni mwa silaha ni mimea hii iliyokaushwa. Kuna baadhi ya miti sihitaji yote, kama mti wa mkunazi. Mkunazi yale majani yake ukiachukua mabichi yana harufu kali sana, harufu ya karaha. Yale ukiyatumia mfululizo yale, ujifukiza kwenye maji ya moto, yanaondosha homa, lakini pia yanaondosha matatizo ya mashetani. Utaona katika dawa za kujifukiza yameandikwa sana, na kijitabu kidogo hiki pia kinaelezea dawa za kujifukiza: kibiriti upele, sandarusi, halititi, karafumaiti, mruturutu, miat seila. Hii miat seila pia mara nyingine watu wanatumia. Miat seila ni yale matumbo ya samaki. Ile harufu, si unajua samaki ana harufu, ukimshika mwenyewe unaona kuna harufu. Basi zile tumbo zake bwana, majini hawapatani navyo. Watu wamefanya tafiti nyingi sana. Wenyewe wanaita miat seila. Lakini shubiri na hata hiyo bakalhadi yenyewe na manemane, sawa, na mafuta yale ukiyachoma. Mafusho yapo ya aina mbili, kuna fusho zuri na kuna fusho chafu. Fusho zuri ni speciali kwa ajili ya jini mahaba. Hili ni fusho ambalo wallahi linanukia, lina miski nyeupe, sawa, lina mafuta ya mdarasini, lina maji ya marashi ya maiti yale ndani yake, sawa. Lenyewe likichomwa ile miti yake, unaweza ukameta zamate ukasema ni pilau gani, inanukia kweli kweli. Lakini jini mahaba ndo mambo yake akai. Sio kila jini tu unapeleka utamnomfusha mtu akai sawa. Alafu kuna fusho chafu, yale majini machafu. Yani majini machafu ni yale majini machawi. Utajuaje una jini mchafu? Yani ndoto zako ukiwa unaota choo kichafu kama nini, alafu kama na kwamba umekanyaga umechafuka, haya ni majini machafu. Sasa hawa watu wanaotengeneza hizi bukhuri shari hizi, kuna mti bwana, huo mti jina lake baya, na mimi sipendi kutaja mambo haya ya karaha, lakini nautaja tu.
unaitwa mavimavi. Huo mti ukichomwa hapa, unasema kuna watu wamejisaidia, ukai wewe. Lakini ajabu, sasa dawa kama hizi, kama mimi binafsi zishanshindaga, japo zinafaa kweli kweli. Sasa mimi nimetengeneza dawa ambayo iko automatical. Yani dawa hii ndani yake ina fusho zuri na ndani yake ina fusho chafu kwa ajili ya wale mashetani wa kichawi. Sawa? Lakini mashetani wa kichawi ndani yake wanatumwa na uchawi unaitwa kisimo. Kisimo kwa kitaalamu ndo hasadi. Ukipigwa kisimo, yani wewe ni mtu wa kusukumwa. Hata kama kuna mtu alishawekania atakusomesha, alianza mwanzo, lakini sasa hivi ukifika unashangaa na kukaripia, hakutaki tena, mpaka unasema sasa ashanianzisha masomo. Tushafika level ya katikati, kuacha uwezi, kuendelea uwezi, familia yenu ukoo hauna uwezo, lakini aliniahidi mwenyewe kwamba alikuwa amejitolea kunisomesha. Sasa hivi niko nje, hata matumizi anitumii. Asema eleza kwa na haja filisika. Umechafuliwa, umetumiwa hayo mapepo hayo. Sasa kuna kitu kinaitwa ibtalu sihr. Ibtalu sihri. Ili fusho hili ni fusho muhimu sana. Unachoma kwenye makaa ya moto tu. Kuna wale ambao nyumba zao hazina hata hawatumii mkaa. Yako makaa speciali, nunua, weka kwenye kile kichetezo cha anudi, jifukize asubuhi na jioni, utakuwa mwepesi kwa uwezo wa Allah, utaenjoy. Wallahi utaenjoy na utafurahi sana. Hili linapatikana kwetu inshallah, popote ulipo tunaweza tukakutumia. Sema nahitaji ibtalu sihr, na dawa zingine pia tunazo. Namba za simu zinapita hapo. Niseme assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapi dakika?